kidogo. Hii kadhia mmefahamu ya huyu maiti kupatikana? Walillahi alhamd. Basi nataka mtu brief tu kuhusu kwa vipi mfika wapi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa baad. Kwa majina ni Sheikh Abu Qatada, chairperson wa Pwani Patriotic Religious Leaders. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, mwili wa ndugu yetu umeweza kupatikana siku ya leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka wa 2025, siku ya Jumapili asubuhi, na hii ni furaha kubwa kwetu kama jamii ya Kiislamu, kwa sababu ilikuwa inatunyima usingizi kulala vitandani, na kuna ndugu yetu ambaye kwamba amefinikwa na furushi ama na jengo, na kama tunavyojua haki ya maiti wa Kiislamu akifa anafaa kukoshwa, kukafiniwa, kuswaliwa na kuzikwa. Tulikuwa tumehisi haki hii kwa ndugu yetu, bado hatujamtimizia, ilikuwa inatupa dhiki. Kwa sasa hivi ni afueni kiasi fulani sisi kama Waislamu, na hasa kwa jamii, na pia tunawapa subra familia ya mwenda zake ndugu yetu aliyotangulia. Ni mtihani wa Mwenyezi Mungu Subhana katika nguzo 6 za iman. Mtume ametueleza alayhi salatu wasalam, wa antu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Tunaamini qadar ya Mwenyezi Mungu, khairi na shari yote inatoka kwake Mwenyezi Mungu Subhana. Tunasema qaddara Allahu wa ma shaa fa'ala, amekadaria Mwenyezi Mungu yale yalotokea, na Mwenyezi Mungu anafanya atakalo, wala Mwenyezi Mungu hana kosa kwa lolote lake. Inna Allaha tayyibun fi dhati, tayyibun fi asma'ihi, tayyibun fi af'ali. Mwenyezi Mungu ni mzuri dhati yake, Mwenyezi Mungu ni mzuri majina yake, Mwenyezi Mungu ni mzuri kwa kila jambo lake. Na pia tunapongeza serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti kwa juhudi ambao kwamba tumeziona kwa hizi siku 2-3 kwa ajili ya kutafuta mwili wa ndugu yetu ambao kwamba umeweza kupatikana siku ya leo. Zaidi ni harakati ya kungojea. Kuna madaktari ambao kwamba protocol fulani inafanyika katika mochari, na muda tulitarajia kuzika mapema, lakini bado tujafaulu. Habari ambazo kwamba zimekuja vipunde, tumeambiwa kiasi ya lisali moja, na lisali moja ni mpaka saa 8 sasa hivi, ikiwa ni saa 7 kamili. Kiasi ya saa 8 tutakuwa wenye kumstiri ndugu yetu, kama mwili utatolewa kwa muda huo katika maziara ya kikoani. Na kama mnavyojua itakuwa ni uzito kuosha mwili, kisheria tutakuwa ni wenye kumfanyia kitu inajulikana kama tayammum. Tayammum ni kutumia mchanga badili ya maji. Mwenyezi Mungu amrahamu, Mwenyezi Mungu ajalie kaburi yake ni raudha min riyadil janna. Kwa mtihani aliotoka nao duniani, Mwenyezi Mungu aijalie ni katika mizani ya hasanati yake, awape subra jamaa zake, na sisi aturuzuku mwisho mwema. Tukutane sote katika firdaus al-aala pamoja na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Naam. Ustad, salamu alaykum. Kidogo umma wanauliza tayammum, kwa hiyo hali anafanywa vipi? Tuelezee kidogo. Naam, tayammum ambao kwamba tafanyiwa ni ile tayammum ambao kwamba mimi na wewe huwa tunafanya wakati ambao kwamba tumekosa maji tunapotaka kuswali, ama tuna dharura nyingine yoyote ya kisheria ambao kwamba itatuzuia tusiwe wenye kutawadha. Na tayammum ni sehemu mbili ya mwili, unapiga mchanga dharbatan wahida, mpigo mmoja, kisha unapukusa vumbi, kama kuna vumbi unafuta uso wako na viganja vya mikono. Kwa hivyo hiyo ndio tayammum atafanyiwa. Itapigwa ardhi, kisha atapukuswa kwa ile nguo alovalishwa kwa uso na sehemu za mikono. Hiyo ndio tayammum ya kisheria. Naona pia hapa waziri wa elimu. Shukran Sheikh Abu Qatada, shukran, barakallahu fik. Inshallah waziri wa elimu naye atupatie mawili matatu kuhusiana na tukio kama hili. Naam Sheikh. Naam. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. kwanza wabihi nasta'in ala umuri dunya wa dina ma ba'd. Sisi tutatoa shukrani tu. Kwanza hii ni jaala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa shaiandika, na Mwenyezi Mungu amweke marehemu mahala pema. Mimi nazungumza on behalf of the county kama waziri wa education. Nasema tumejitahidi kadri ya uwezo wetu. Kile kifusi kilikuwa ni kikubwa na kazi kubwa imefanyika mpaka huu mwili leo kupatikana. Tutoa tu shukrani kwa waliosimama na jambo hili, wenyewe wenye maiti na Mombasa County kwa jumla, na pia tuwaambia wawe na subra katika hali hii ngumu. Naona mashehe zetu mbalimbali wamekuja katika msiba kama huu. Ni msiba wetu sote. Kawaida sisi Waislamu
maiti yetu kawaida huwa ni kitu chenye thamani kubwa sana kwetu sisi, na mpaka tuhakikisha tumemweka pale mahali ambapo kwamba anastahiki na kumwombea dua. That's why umeona watu walikuwa wanakesha pale hapa na pale. Sisi mawaziri tuaenda tukirudi, twa follow instruction kutoka kwa governor, lakini tumesimama na maiti kama hii na wenyeji kama hawa, na mpaka leo tuko hapa sisi chief officer wako hapa ili kuishughulikia hii mpaka tutakapomzika marehemu. Tutatoa pole kwa family zote waliopatwa na msiba kama huu, na Mwenyezi Mungu awajazi kila la kheri. Mwenyezi Mungu awabariki nyote, asante. Naam, ndugu zangu watazamaji wetu wapendwa, tuko pia hapa na Abu Ahmad. Tutamuomba atupe mawili matatu naye kuhusiana na tukio kama hili. Naam, Sheikh Ahmad, labda utaiambia nini familia ya ndugu yetu huyu ambaye tumeweza kumkosa kupitia tukio la kuporomokewa na jumba? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hakika ni msiba mkubwa tuko nayo kwa ndugu yetu kupata kufa katika ajali hii ya nyumba. Kwa hakika ni msiba mkubwa kwa familia, kwa mkewe, kwa watoto, kwa ndugu zake, lakini hatusemi lingine isipokuwa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kwamba sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Kwa hivyo ni kuambia tu familia hii waliofiliwa na Waislamu kwa jumla kwamba wawe na subra. Kila kitu kienda kwa kadari ya Allah, ni siku zake zimefika. Allah amejalia iwe ajali yake wakati ule, akaingia pale ikawa ndio ajali yake. Kwa hivyo ni kusubiri na tuambie wafanye subra na kumwombea marehemu Allah subhanahu wa ta'ala amweke pale pema, amtangaje na wema, na familia Allah awape subra waweze kustahimili msiba huu ili wapate thawabu. Muislamu akipata na msiba akisubiri anapata malipo. Kwa hivyo ni subra sote. Ni familia ambayo kwamba naijua, tuliishi jirani pamoja hapa alipoa marehemu. Pia hasa kwangu mimi nawapa pole tena ndugu zangu, wale mashemeji zake na mamake huyu mwanamke ambaye aliolewa. Allah awape subra katika mtihani huu waweze kusubiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.